Bana ndugu mwana michezo, rais wa CAF atoa kauli tata, kauli ambayo kila mmoja imemwacha mdomo wazi baada ya kuweza kuongea maneno mazito sana kuhusiana na refa aliyechezesha mechi ya nusu finali Stellenbosch dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club ambayo ilichezwa tarehe 27, ambapo mechi hiyo ilimalizika 0-0 na Simba Sports Club kuweza kupata tiketi ya kwenda finali baada ya kuwa na faida ya goli moja ambalo walifunga nyumbani. Rais huyo wa CAF bwana ameweza kutoa kauli hii siku hii leo baada tu ya mchezo huo wa Wekundu wa Msimbazi dhidi ya Stellenbosch dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, mchezo wa nusu finali, kuweza kuonekana kuna matukio mengi sana ambayo refa huyo aliweza kuyanyamazia, na moja kwa moja refa huyo kuonekana kwamba kuna kitu ambacho alichokuwa amepewa au anahusishwa kuweza kupewa rushwa, kutokana na matukio haya kuweza kuyanyamazia na kufanya mchezo huo kuwa mgumu sana kwa upande wa Wekundu wa Msimbazi, lakini vile vile kuweza kuleta maswali mengi na kuweza kutia gumzo sana katika vichwa mbalimbali vya mashabiki, na kuweza kulaumu sana kwa kile ambacho kilichoweza kutokea katika mchezo huo, lakini vile vile kwa matukio mbalimbali ambayo yaliweza kutokea katika mchezo huo. Rais huyo wa CAF ameweza kutoa tamko hili na kuweza kusema kwamba hii si mara ya kwanza matukio kama haya kuweza kuonekana katika michezo hii migumu ya robo finali, nusu finali na hadi finali, lakini kitu ambacho kinachoonekana katika mchezo huo wa Simba Sports Club dhidi ya Stellenbosch ni kitu ambacho kinajionyesha dhahiri kwamba palikuwa kuna matukio ambayo yanaonekana yalikuwa yanapaswa kuweza kumalizika vizuri kabisa kwa haki, lakini ilionekana kwamba haki haikiweza kutendeka. Likiweza kuongelewa tukio la Simba Sports Club ambalo ndilo lililoanza kutokea, ambalo mchezaji Kibu Dennis aliweza kuchezewa ndani ya box na refa huyo akaweza kusema sio penalty, akiweza kuongelea tukio hilo na akiweza kusema moja kwa moja, ukiweza kutazama vizuri hata wewe mwenyewe ukiweza kurudia utapata kuona kwamba ilikuwa ni penalty halali, lakini refa huyo aliweza kunyamaza na kuweza kupeta mpira uweze kuendelea. Lakini vile vile akiweza kuongelea na matukio mengine ambayo yaliweza kutokea katika mchezo huo, na akiweza kusema hiyo si mara ya kwanza, matukio kama hayo yamekuwa yakitokea sana, lakini haswa marefa wengi wamekuwa wakijihusisha na rushwa. Marefa wengi sana katika hatua kama hizi wakijihusisha na rushwa, wakipokea rushwa kuweza kupindisha baadhi ya matokeo. Lakini vile vile akiweza kusema kwamba amepokea malalamiko mengi sana ya timu mbalimbali hivi karibuni, hasa katika michezo hii mikubwa ya kombe la shirikisho na kombe la mabingwa katika hatua za robo finali, nusu finali. Amepokea malalamiko mengi sana ambayo wengi sana wanalalamika na kuwalalamikia marefa kwamba wanahusishwa na rushwa, lakini vile vile wanapendelea timu moja na hatima yake kuweza kufanya mchezo na kuwa tofauti na kutokufuata haki, na mwisho wa siku kuweza kuharibu soka la Afrika. Akiweza kusema matukio kama haya yameweza kumfikia, malalamiko mengi yameweza kumfikia, lakini vile vile tayari wameweza kufanya kile kinachoweza kustahili kuhusiana na refa huyo ambaye alichezesha katika mchezo huo wa Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, kuweza kukaa naye na kuweza kujadili au kuweza kuongea na kuweza kufanya ufafanuzi vizuri kuhusiana kile ambacho kilichoweza kutokea, lakini vile vile kuhusiana na matukio ambayo yaliweza kutokea katika mchezo huo Stellenbosch dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, ambao ulikuwa ni mchezo wa nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Na moja kwa moja akiweza kuomba na kuweza kutaka marefa waweze kuchezesha kwa haki kabisa, lakini vile vile akiweza zitaka timu zote ziweze kufanya haki katika michezo yao, lakini vile timu yoyote ambayo itagundulika imeweza kutoa rushwa kwa refa wa aina yoyote katika mchezo aina yoyote, basi wataweza kuchukuliwa hatua, wataweza kufungiwa takriban miaka 3, lakini vile na faini juu. Akiweza kusema hivyo na akiweza kuwaombea kila laheri kwa wale ambao wamefanya vizuri katika mashindano haya na mpaka kwenda hatua ya fainali katika mashindano ya kombe la shirikisho pamoja na kombe la mabingwa barani Afrika, na akiendelea kutoa tahadhari, lakini vile vile refa huyo kuweza kuwekwa kikaangoni na kuweza kutoa maelezo ya kujitosheleza kuhusiana na matukio hayo yaliweza kutokea katika mchezo huo, matukio ambayo yaliweza kuacha watu midomo wazi na kuweza kuleta utata, tukio la Simba Sports Club, lakini vile tukio ambalo pia walilipata Stellenbosch, lakini vile vile tukio lingine ambalo lilitokea vile vile kwa Stellenbosch baada ya Stellenbosch kuweza kufunga goli na kuweza kukataliwa. Matukio takriban 3 hivi yaliweza kutokea katika mchezo huo, basi moja kwa moja refa huyo ameweza kuwekwa kikaangoni na kuweza kuzungumza vizuri pamoja na watu wa VAR kuweza kuzungumza vizuri kitu gani ambacho kimeweza kutokea, endapo kwamba
refa huyo akionekana kwamba yeye ndo alianza kuvuruga utaratibu baada tu ya Simba Sports Club kuweza kukataliwa goli lao baada ya Kibu Denis kuweza kupigwa rafu ndani ya boksi, na mwisho wa siku utaratibu kuweza kubadilika baada ya refa huyo kuweza kukataa kwamba sio penalty. Ndugu wa michezo, mimi sina la ziada, ni taarifa fupi tumekusogezea siku hii leo, na ni kawaida yetu kuweza kusogezea taarifa kama hizi ambazo zina ukweli na uhakika, lakini vivile ambazo unaweza kuzipata sehemu nyingine yoyote ila ni kwetu tu. Subscribe hapo, like pamoja na kucomment. Asante sana, tukutakie siku njema.